Lucas Ngoto, Peter Alex, Emmanuel Severin, Robert Nelson Mazingo, Ali Omar Ismail, Bwire Nyangero Bwire, Francisco Musa, Emmanuel Modes Munihawa, Nasri Said, Omar Othman Toto, Idi Ramadhani Kilongo, Rafael Makala, Shaban Kirita, Eric Zakaria Bulega. Watu wote hawa walikamatwa, walipigwa, waliumizwa, wengine wamevunjwa viungo mbalimbali, lakini hawakutajwa popote kwenye taarifa ya jeshi la polisi. Kuna tukio lingine ambalo ni muhimu nikalisemea tena kwa mara nyingine, kwa sababu inathibitisha ushahidi wa kwamba jeshi la polisi linasema uongo. Nalo ni kuhusu mwanachama wetu, mjumbe wa baraza kuu, Hilda Newton. Manake hawa wengine polisi wanaweza kuja na sababu ya uongo kwamba kwa sababu hawakuwaingiza ndani ya vituo vya polisi kwa maana ya kuwaandikisha, pengine polisi watasingizia kwamba ndio maana hawakutaja kumbukumbu zao, ambacho itakuwa ni kisingizio tu kwa sababu walikamatwa na polisi. Mwanachama wetu Hilda Newton ameshindwa kuja leo kwa sababu bado hali yake sio nzuri. Lakini katika wakati mwafaka atazungumza. Lakini nimezungumza naye kujua kilichojiri, na amenieleza kwamba alikamatiwa nje ya geti la Kisutu upande wa pili wa barabara, na walipomkamata walimwambia anahitajika na ZCO. Wakamchukua na gari yao, atasimulia kwa urefu katika wakati mwafaka. Wakaanza kumpiga ndani ya gari kwenyewe, na wakati wanampiga wakawa wanamlazimisha atoe password ya simu yake, na wakampiga sana wakiwa kwenye gari. Baadaye wakampeleka kituo cha polisi kikuu, kwa maana Central Police. Wakamuingiza pale. Katika wakati mwafaka atasimulia kwa kina vipigo walivyokuwa akivipata kila wakati na kila siku katika kipindi chote ambacho alikuwemo Central Police na mateso aliyoyapata. Lakini mimi nataka kwa uzito mkubwa nisemee jambo moja ambalo kwa kweli ni kubwa. Baada ya kuwa wamemkamata na kumpiga, wakamwambia, kwa sababu ana mtoto mdogo ananyonyesha, wako tayari ajidhamini ili atoke, aondoke. Wakamletea fomu ya kujidhamini. Ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna nia ovu kubwa kwake, fomu yake yeye ya dhamana haikujazwa kwa utaratibu wa kawaida tu wa mtu kusaini kwamba nimejidhamini. Wakamwambia aweke fingerprints, alama za vidole, kwenye fomu ile ili kuwe na ushahidi wa kwamba amejidhamini. Alafu walivyomaliza kuchukua hizo alama zote, badala ya kumruhusu kuondoka kwenye kituo cha polisi, wakamrudisha ndani ya kituo cha polisi cha Central. Na kutoka wakati huo walipokuwa wamekishamsainisha ushahidi wa kwamba amejidhamini, kila aliyekwenda kituo cha polisi cha Central kumuulizia Hilda Newton aliambiwa kwamba Hilda Newton hayupo kituo cha polisi Central, na alikuwa anaonyeshwa ushahidi wa fomu ya dhamana ya kujidhamini na ushahidi wa alama zake za vidole za kwamba amejidhamini na amekwisha ondoka. Kwa hiyo hawakutaka ajulikane yuko wapi. Na Hilda atazungumza katika wakati mwafaka aliyoyasikia humo, ambayo kwangu mimi niliyasikia ni wazi walikuwa wamelenga kwa baada ya pale kumhamisha, kumpeleka mahali kwingine na kumpoteza kabisa. Na uaminishwe kwamba alipewa dhamana, aliondoka, kwa hiyo yeye mwenyewe hajulikani yuko wapi. Sasa kitendo cha mtu ambaye amechukuliwa na jeshi la polisi, ameingizwa kwenye kituo cha polisi,
kitendo cha kutokutajwa kwenye taarifa ya polisi kuwa alikamatwa kwa siku zote ambazo alikuwa pale ni ishara ya kwamba polisi inaficha ukweli na polisi ilikuwa na nia ovu. Sasa haya matendo ya namna hii ni matendo ambayo yanafanana kama wakati wa ukaburu kule Afrika Kusini. Stephen Biko alipouawa na vyombo vya ulinzi na usalama vya makaburu kule Afrika Kusini, vyombo vya ulinzi vilikanusha kuwa havikumchukua, havikumuua. Na walifanya hivyo kwa sababu hawakuwa wameingiza rekodi zake katika maeneo ambayo walimpitisha. Lakini ushahidi ukaja kujulikana baadaye baada ya kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi South Africa kwamba alikamatwa, aliteswa, akauawa. Jeshi la polisi la Tanzania limefikia hatua ya kufanya vitendo